Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo na kwa yote ambayo Mungu anazidi kutujalia katika maisha ya kila mmoja wetu. Ni kuendelea kumsadiki Mungu, ni kuendelea kuweka imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Tunapomtumainia Mungu, tunapomsadiki Mungu, yeye hutulinda na kutuongoza. Kwa hivyo, tengeneza mahusiano yako ya karibu na Mwenyezi Mungu. Tengeneza mahusiano yako ya karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Akulinde na akuongoze. Na Jumapili ya leo natumaini mmeshiriki katika misa takatifu. Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda. Tunaenda kupata somo kutoka Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ni ya 20, tutasoma mstari wa 13 hadi 17. Wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo, jina lake Yahazieli, mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yaeli, mwana wa Matania, wa ukoo wa Asafu. Yahazieli akasema, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambie hivi: msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bonde la Sisi. Mtawakuta mwisho wa bonde, mashariki mwa jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita hivi. Nyinyi jipangeni tu, halafu mngojee, na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. Enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani, naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Mada yetu kwa Jumapili ya leo ni Mwenyezi Mungu anasema hivi: msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Mambo makubwa ambayo Mungu anatuambia Jumapili ya leo ni kwamba usiogope kwa sababu ya jeshi kubwa la maadui, kwa sababu ya nguvu kubwa ambazo maadui wako nazo, na ukiangalia kwako unaona huna chochote, huna nguvu kiwango kama chao. Usiogope kwa sababu Mungu amesema hivyo vita sio vyako, ni vyake. Na Mungu anaposema vita ni vyake,
jua kwamba anamaanisha ushindi uko katika mikononi mwako, kwa sababu Mungu hashindwi. Mungu hashindwi. Kwa hivyo lazima utafanya nini? Utashinda. Kuna vita tunapigwa kazini, kwenye familia, kwenye jumuiya, kwenye huduma. Unang'ang'ana sijui ufanye nini. Na kuambia siku ya leo, hivyo vita sio vyako, bali ni vya Mwenyezi Mungu. Sio vyako, bali ni vya Mwenyezi Mungu. Kwa vile vita ni vya Mwenyezi Mungu, acha kung'ang'ania, wacha mwenyewe afanye nini? Akupiganie. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, tujifunze kupeana vita vyetu kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni vyake. Nisikilize vizuri sana. Mungu ametuumba kwa mfano wake. Sisi ni watoto wake Mwenyezi Mungu. Alafu ulipomkubali Kristo, ulipomkubali Kristo, wewe ni wa Mungu, kabatizwa, pata kipaimara, nina nini, umefunga ndoa, nina nini. Wewe ni wa Mungu, wewe ni project ya Mungu. Chochote kinachoguza maisha yako kinakuza Mwenyezi Mungu. Anayekupiga vita wewe anapigana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni Mungu mwenyewe atapambana na yeye. Ni Mungu mwenyewe atapambana na yeye. Kwa hivyo sio wewe kuanza kung'ang'ana, sio wewe kuanza kupambana kujitetea. Ni Mungu anaenda kukutetea, kwa sababu wewe ni mtoto wake, wewe ni project ya Mungu. Kwa hivyo vita vyote ambavyo unapitia ni vyake yeye Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mwenyewe atakutetea, atakupigania, atakufungulia njia, atahakikisha umepata ushindi, atahakikisha kwamba chochote ambacho unapitia hakijakumaliza. Kwa hivyo usiogope, na mara nyingi tunaogopa kwa sababu unaangalia nguvu zako ni kidogo.
Unapoangalia unaona nguvu zako ni kidogo, unaanza kuogopa, nitajitetea namna gani? Sio wewe wa kujitetea, ni Mungu anaenda kukutetea na kupigania. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anaenda kukutetea na kukupigania katika maisha na mambo yako itakuwa vizuri. Vita hivi sio vyako, ni vya Mwenyezi Mungu. Mbona unang'ang'ania kupigana? Wacha Mungu akupiganie. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana wanasema ni vizuri kujifunza kumwachia Mungu kila kitu. Vita ambavyo unapigwa kazini, vita ambavyo unapigwa kazini, vita ambavyo unapigwa mahali popote unaishi, jifunze kumwachia Mungu. Jifunze kumwachia Mungu. Jifunze kumwachia Mungu. Using'ang'ane. Using'ang'ane. Jifunze kumwachia Mungu. Na kumwachia Mungu vita ni kumaanisha kwamba having faith in God. Mimi naamini Mungu anaenda kunitetea katika hili. Mungu anaenda kunipigania katika hili. Mwachie Mwenyezi Mungu. Mwachie nani? Mwenyezi Mungu. Na mwenyewe atakutetea. Mwenyewe atakupigania. Vita ambavyo tumeweka katika mikono zake Mwenyezi Mungu, tayari tunaenda kushinda. Vile nimewaambia, Mungu hashindwi. Lazima tutashinda vita. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima tutashinda nini? Vita. Kwa hivyo changamoto ambazo unapitia, vita ambavyo unapigwa, mambo ambayo unafanyiwa ambayo sio mzuri, iwachie Mwenyezi Mungu. Iweke katika mikono za Mwenyezi Mungu. Watu wanakunyanyasa, unanyimwa haki, wanachukua nafasi zako, wanachukua kila ambacho ni halali yako.
Mwachie Mwenyezi Mungu, atakutetea, atakupigania. Tumsifu Yesu Kristo. Hili somo la leo la Jumapili ya leo tukirudi nyuma kidogo, tutaona kwamba Yehoshafati alishambuliwa. Alishtukia tayari ameshambuliwa. Tayari alikuwa afanya nini? Ameshambuliwa, adui ameingia kwake. Adui anapokushambulia hata akuambii jipange, nitakushambulia Jumatatu, nitakushambulia siku inayokuja, nitakushambulia mwezi unaokuja au mwaka unaokuja, jiandae. Hakuambii. Hakuambii, yeye anakushambulia tu. Yehoshafati aliposhambuliwa au alipopata habari kwamba ameshambuliwa, Yehoshafati akashikwa na woga, akamwomba Mwenyezi Mungu amuongoze. Akatangaza watu wote nchini Yuda wafunge. Alishikwa na woga, lakini aliomba Mungu afanye nini? Amuongoze. Wakati wa changamoto, wakati tunakuwa na mambo mengi katika maisha yetu na tusumbua changamoto hapa na pale, je, unachukua muda na kuomba Mwenyezi Mungu akupe mwongozo? Nifanye nini katika hili? Nifanye nini katika hili? Kuuliza Mungu mwongozo ni kusali. Kwa hivyo hata unapopata changamoto, usianze tu kufanya hivi na hivi na hivi na vile kabla hujauliza Mungu mwongozo, kabla hujapeleka kesi yako kwa Mungu kupitia njia nini? Ya sala. Lazima uwe mtu wa sala. Kupitia kwa njia ya sala
utaweza kuuliza Mungu, niongoze. Yehoshafati pia akaambia watu wafunge. Shirikisha watu ambao mtasali nao na nia moja. Shirikisha watu ambao mtasali nao na nia moja ya kumtukuza Mungu, na nia moja ya kusema Mungu tusaidie katika hili jambo. Yehoshafati aliambia watu wote wa Yuda wafunge. Jamani, wanawaambia kila wakati kuna nguvu kwenye kufunga na kusali. Esta walifunga na kusali, muliona vile ilifunguka, na Mordekai na timu zao, muliona vile mambo yalifunguka. Paulo na Sila walisali, muliona vile mambo walisali na kufunga, muliona vile gereza haikuwa na nguvu kwao tena. Kwa hivyo kuna nguvu katika kufunga na kusali. Na pia unapofanya hivi, unafanya ukiwa na imani kwamba Mungu anaenda kutenda. Mungu anaenda kutenda. Yehoshafati alisali akisema, Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zetu, wewe ndiwe Mungu uliye mbinguni. Wewe unazitawala falme zote duniani. Una uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Imani ya Yehoshafati namwambia, Mungu ndio kila kitu, hakuna awezaye kumpinga hata katika hili. Hakuna awezaye kumpinga hata katika hili. Atatenda. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu atatenda na atatoa watu kwa mambo mabaya. Mungu atatenda na atatoa watu katika mambo mabaya. Tumsifu Yesu Kristo.
tutoa watu katika mambo mabaya. Hakuna anayeweza kupinga Mungu. Kwa hivyo mambo ambayo Mungu anataka kutenda katika maisha yako, mambo ambayo Mungu ameanzisha katika maisha yako, lazima yatakamilika. Lazima yatafanya nini? Yatakamilika. Hakuna mahali pengine tunategemea. Wewe tu. Yoshafati alisali, kamtukuza Mungu, kasema hivi yote ambayo tumesema. Kamwambia jinsi alivyookoa hata Waisraeli. Najua hata siku ya leo utatuokoa sisi. Hata mimi na wewe tuko na kumbukumbu ya historia, mambo mengi ambayo Mungu ametufanyia katika maisha yetu. Tuitaje? Tuitaje? Mungu umetusaidia hapa na pale, umetufanyia hili na hili. Najua hata leo utafanya nini? Utatenda. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari wa 12 unasema, wewe ndiwe Mungu wetu, waadhibu, kwani sisi hatuna uwezo wowote mbele ya jeshi kubwa kama hili linalotujia. Hatujui la kufanya, ila tunatazamia msaada kutoka kwako. Ambia Mungu, sijui la kufanya katika hii hali yangu, lakini natazamia msaada kutoka kwako. Vita ambavyo unapigwa kazini, vita ambavyo unapigwa kazini sio kitu rahisi. Sio vita rahisi. Usipoviweka katika mkono zake Mwenyezi Mungu, utapoteza. Watu wakubwa wakubwa wako na uwezo, mamlaka juu yako, wako na fedha, wako na ushawishi mkubwa. Hautawezana. Piga magoti, sali. Piga magoti, sali. Piga magoti, mulilie Mwenyezi Mungu. Piga magoti, sali, mulilie Mungu, utaona. Hatuna ambie Mungu, mimi sitegemei mahali pengine na kutegemea wewe.
That is faith. Hiyo ni imani. Sasa Yoshafati na timu yake, wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao, yaani maanisha watu wote walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapo ndio nitakando usimame mbele ya Mwenyezi Mungu, ambie Mungu, sijiwezi, sitaweza kwenye hii changamoto, ni wewe wa kuniwezesha. Ni wewe wa kunitetea. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo, jina lake Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeeli mwana wa Matania wa ukoo wa Asafu. Baada ya sifa zote na kusali, ndio sasa Roho wa Mungu anaingia na akawaambia namna gani? Yahazieli akasema, sikilizeni watu wa Yuda, sikilizeni nyinyi wote ambao mnanisikiliza, na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambie hivi, msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Mungu amesema tusiogope, usiogope kwa sababu hili jeshi kubwa. Unaona jeshi kuwa kubwa kwa sababu unalinganisha na uwezo wa kwako. Unaona hautaweza chochote. Kwa hivyo hilo jeshi ni kubwa kwa macho za kibinadamu. Kwa macho za kibinadamu jeshi ni kubwa. Hata hatujui tufanye nini. Jeshi ni kubwa, lakini Mungu amesema tusiogope. Mungu anaposema usiogope, mwenyewe anajua atafanya nini, kwa sababu ashajua umeshambuliwa, ashajua hauna nguvu. Ashajua una nguvu, jeshi ni kubwa, uko stranded, haujui ufanye nini. Mungu ashajua, ndio maana anasema usiogope. Ako na jibu. Mbona usiogope? Kwa sababu vita hivi si vyenu, bali ni vya Mungu.
Jamani, vita ambavyo tunapigana au tunapitia sio vyetu, ni vyake nani? Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ni vita vya Mwenyezi Mungu, tumwache Mungu atupiganie. Ndio huwa nawaambia, ukisikia mtu anakuambia nimekuachia Mungu, alafu unaona kierere yako naanza kusema mwachie tuone atafanya nini. Bembelezi huyo mtu. Mtu ambaye amekuachia Mungu, inamaanisha ameacha vita vyake mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Mungu atampigania, utashangaa. Mungu atupigania, utashangaa. Vita sio vyetu, bali ni vya nani? Vya Mwenyezi Mungu. Jamani, kumbe tumekuwa tukipigana vita ambavyo sio vyetu. Ndio maana unatumia nguvu nyingi za kimfuko, sijui za nini, za maneno nini. Acha hii vita, Mungu mwenyewe afanye nini? Akupiganie. Utakapojifunza kuacha vita, Mungu mwenyewe akupiganie, utaona tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Utaona ushindi mkubwa. Angalia kwa Biblia, wakina Meshak, Shadrach na Abednego waliacha vita, Mungu akawapigania. Waliongeza Nebukadneza waliongeza moto ukawa mkali sana, wakifikiria hata kabla hujafika chini utakuwa umemaliza, lakini wapi, walipiganiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu akatia unyevunyevu katika moto, katika hizo miale za moto, hazikuwachoma hata kidogo. Na wakiwa hapo kwenye moto, Mungu mwenyewe akawatembelea na kuwatoa hapo. Walipiganiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu walikuwa na imani kwa Mungu. Danieli, unaweka mtu kwenye shimo la simba, hapo hautarajii kumpata huyo mtu. Of course, simba na mtu, lazima tu simba itashinda, itamuua. Lakini Mungu katuma malaika wake, wakavifumba vinywa vya hao simba na hawakumdhuru. Na hawakumdhuru hata kidogo. Hawakumdhuru hata
kidogo. Kupiganiwa na Mwenyezi Mungu. Kupiganiwa na Kristo. Tuwe kama Zaburi, msaada wangu toka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Waisraeli, Farao alikuja na jeshi kubwa na silaha kubwa kubwa kubwa. Silaha, lakini hivi kwa dakika moja Mungu aliwamaliza wote kwenye maji, bahari ya Shamu. Mungu aliwamaliza wote kwenye bahari ya nini? Ya Shamu. Sicheze na Mwenyezi Mungu anapopigania watu wake, anaposema hii vita ni vyangu, nitatetea, na atafanya hivyo. Ameinua watu wengi ambao walikuwa wamepingwa wasiinuke, na akaweka kwenye ofisi kubwa kubwa kubwa. Aliweka kwenye ofisi kubwa kubwa watu ambao wangepanda juu, wakina Daudi. Kwa hivyo Mungu anapokupigania, mwenyewe anafanya mambo makubwa. Wewe mtumainie na mtegemee tu Mungu. Jiulize sasa hizi, je, vita unavyopigana, unavyong'ang'ana nazo ni vyako kweli? Pengine unang'ang'ana na vita ambavyo sio vya kwako. Pale kazini, huyo mkubwa ambaye anakusumbua pale kazini, wacha kung'ang'ana naye kwa sababu ako na ushawishi mkubwa. Wewe piga magoti, sali. Wewe piga magoti, fanya nini? Sali.
Sali. Unaposali unakuwa umewasilisha kesi yako mikononi mwa Mungu. Na ukiwasilisha kesi yako mikononi mwa Mungu, lazima tu Mungu atafanya nini? Mwenyewe atashughulika, hawezi kukuacha bure. Mungu hawezi niacha bure, hata wewe Mungu hawezi kukuacha bure. Lazima tu atatutetea. Atakutetea katika maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo Mungu amekuambia siku ya leo, Jumapili ya leo, Mungu amekuambia vita ambavyo unang'ang'ania sio vya kwako, mpe akupiganie. Peke yako, ukienda peke yako, hautaweza, utashindwa. Maana adui ako na nguvu nyingi kukuliko. Nguvu za silaha, nguvu za kifedha, nguvu za ofisi, nguvu za ushawishi. Ako na ushawishi mkubwa, pengine kwenye serikali au kwenye kampuni au kwenye hiyo taasisi. Mm. Kwa hivyo utawezana na yeye, lakini ukimpeleka kwa Mungu, ukipeana hiyo kesi kwa Mungu, ambia Mungu ishughulikie, Mungu atakushughulikia. Mungu atakutetea. Mungu atakusaidia. Mungu, utashangaa mambo makubwa ambayo Mungu atafanya nini? Atakutendea katika maisha yako. Kwa hivyo acha kupigana vita ambavyo sio vyako. Kwa kuwa uko na imani kwake Mwenyezi Mungu, vita vyako vyote vinakuwa vya Mungu. Vita vyako vyote vinakuwa vya nani? Vya Mungu.
imani yako kwa Mwenyezi Mungu inafanya kila kitu kinakuwa katika mikono zake Mwenyezi Mungu. Mungu anasema hivi, kesho washambulieni wakati utakapokuwa wakipanda bonde la Sisi. Mtawakuta mwisho wa bonde, mashariki mwa jangwa la Yerueli. Mungu anapeana utaratibu wa kushambulia. Anapeana utaratibu wa kufanya nini? Wa kushambulia. Hamuhitaji kupigana vita hivi. Hii vita haitakani tupigane. Kwa nini? Kazi yetu nyinyi jipangeni tu halafu mungojee. Jipangeni tu halafu mungojee. Mungu ni vile tu hajataja hapo. Jipangeni halafu mungojee ushindi. Tushashinda. Jipangeni halafu mungojee nini? Ushindi. Na Mungu anaenda kutupea. Mungu anaenda kutupea nini? Huo ushindi. Mngojee nini? Mngojee yale ambayo Mungu anaenda kutenda kwa maadui zenu. Kwa hao ambao walikuwa wamekuja kuwapiga vita. Ngojeni mtaona yale ambayo Mungu atafanya, atatenda. Na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. Kwa hivyo Mungu anawashinda kwa niaba yetu. Kwa sababu tulimtegemea Mungu. Kwa sababu tulimsadiki Mungu. Sababu tulimsadiki Mungu. Enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani, naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Tusiogope. Tuende vita. Tumsifu Yesu Kristo. Tusiogope. Ushindi ni wetu.
baada ya kusali, baada ya kumlilia Mwenyezi Mungu, anasema tuende vitani, tusiogope, maana anajua anachoenda kufanya. Mm. Anajua anachoenda kufanya nini? Kutenda. Atafanya tu. Mm. Mungu atatenda na atatenda kwa kiwango kikubwa sana. Hapo ndipo Yehoshafati baadaye alipanga jeshi lake na akaweka watu wa kuimba nyimbo za kumsifu Mungu, wana praise and worship, aliwaeka mbele. Ndio wanawaambia kila wakati kuna nguvu katika kumsifu Mungu. Kuna nguvu katika kumsifu Mungu. Kuna nguvu katika kumsifu Mungu. Mbona ameweka watu wa sifa mbele? Kwa sababu sio vita zetu. Ingekuwa vita za kibinadamu ndio unaweka majeshi mbele, sijui na upanga na bunduki, sijui na marisasi, sijui na nini. Lakini kwa sababu hizi ni vita vyake Mwenyezi Mungu, sisi tunaanza kumsifu Mungu. Sisi tunaanza kumsifu Mungu, na tunapomsifu Mungu, maadui utaona kitakachofanyika kwao. Neno la Mungu lisema walianza kuuana wenyewe kwa wenyewe, maana Mungu aliwavuruga akili zao. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kushauriana na watu, mfalme alichagua wanamuziki fulani, akawaagiza wajivike mavazi yao rasmi, kisha watangulie mbele ya jeshi wakiimba, mshukuruni Mwenyezi Mungu, maana fadhili zake zadumu milele. Wakati walipoanza kuimba na kusifu, Mwenyezi Mungu aliwavuruga akili wanajeshi wa Amoni, Moabu na wa mlima Seiri waliokuja kupigana na Yuda, na wanajeshi hao wakashindwa. Watu wa Amoni na wa Moabu wakawashambulia wenyeji wa mlima Seiri na kuwaangamiza kabisa. Baada ya kuwaangamiza, wakazi wa mlima Seiri wakaanza kushambuliana wao kwa wao, wakaangamizana. Jeshi la Yuda lilipofika penye mnara wa ulinzi huko jangwani, waliangalia upande wa maadui, wakaona maiti zimetapakaa kila mahali. Hakuna mtu yeyote aliyenusurika. Amen. Si Mungu amewapigania. Mungu amefanya nini? Amewapigania. Maadui ndio wote wamelala na wameuana wenyewe kwa wenyewe. Wale ambao walikuwa wamejitokeza kuja kukushambulia wewe, walikuwa wanakukalia vikao, walikuwa wanakupangia maneno, wamegeukana wenyewe kwa wenyewe.
wameanza kunyosheana vidole. Ni wewe ulisababisha. Ni wewe ulifanya hivi na hivi. Wananyosheana vidole wenyewe kwa wenyewe. Jambo la kumshukuru Mungu kwamba wale ambao walikuwa wamejihami wametulenga sisi, Mungu mwenyewe akapambana na wao, kawanyamazisha mwenyewe. Yuda, Yoshafati na timu yake hawakupigana. Naomba vita vyote ambavyo tunapitia Mungu akatupiganie, mwenyewe akatujalia ushindi, mwenyewe akatujalia wepesi, tusisumbukane tena. Kaa ukijua vita vyote ni vya nani? Vya Mwenyezi Mungu, na Mungu atakupigania. Tufanye nini? Weka imani yako kwa Mwenyezi Mungu. Mtumainie Mwenyezi Mungu naye atakutendea. Usiogope, usijidharau uone mimi sina nguvu, huyu adui ako na nguvu nyingi. Wewe uko na nguvu kubwa, kwa sababu uko na Mungu upande wako, na Mungu yuko tayari kukupigania. Mungu yuko tayari kufanya nini? Kukupigania. Ambia watu wajiunge na wewe kwenye kufunga na kusali. Utaona jinsi Mungu atakavyotetea. Pengine funga na kusali na familia yako, marafiki zako, kikundi chako cha sala, parokia yako, hivyo hivyo. Mm. Acha uoga, simama na sadaka zako. Tuombe Mungu atusaidie na tumkabidhi vita vyetu vyote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina takatifu la Kristo. Mungu, na kushukuru kwa Jumapili ya leo, na kushukuru kwa yote ambao umetenda na unaendelea kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu. Kwa njia ya kipekee, Mwenyezi Mungu, katutumie Roho wako Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu ambaye anaenda kutupa nguvu na kutuondolea uoga. Tupe nguvu ya kusali, tupe nguvu ya kufunga na kusali na kuleta vita vyetu vyote mikononi mwako, maana vita vyetu ni vyako wewe, Mwenyezi Mungu. Kule ambako tulikuwa tumeng'ang'ania vita, tukipigana, tukifikiria ni vita vyetu, Mungu tufungue macho, tukae tukijua kwamba vita vyote ni vyako wewe, Mwenyezi Mungu.
katutendee mambo makubwa ya miujiza. Mungu, watoto wako wamekuwa na vita, wengine vita kazini, hawajui wafanye nini, hawajui wakimbilia wapi. Ni hapo ndio wanategemea kulisha familia zao, hapo ndio wanategemea hata kukutolea wewe Mwenyezi Mungu. Watetee, wapiganie. Mm. Mungu aendelee kutenda na kutenda kabisa. Mwenyezi Mungu, vita vyetu vyote tumevikabidhi mikononi mwako. Tunaomba ushindi, sisi tunangojea tu ushindi, tunangojea utupiganie. Mungu, tupiganie na utupiganie na utupiganie kabisa, watu wajue we are serving a living God. Tusifungiwe chini na chochote. Tusisumbuliwe mahali popote. Damu takatifu Yesu Kristo ikatuongoze. Damu takatifu Yesu Kristo kanene mema. Damu takatifu Yesu Kristo ikatutetee. Mungu atulinde na atukinge na mabaya yote ya shetani. Mungu, tutetee na ututetee kwa kiwango kikubwa sana. Usikubali tufungiwe chini. Natangaza ushindi mkubwa juu yenu. Natangaza surprise miracles juu yenu. Miracles ambazo zinamtukuza Mungu, kwamba Mungu amekupigania. Mungu ametupigania. Ushindi wa Mungu uwe katika mikono za kila mmoja wetu. Mambo yafunguke, njia zifunguke, tupate ushindi na tupate mema kutoka kwa mikono zake Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Mama Bikira Maria kwa maombezi yake. Mama yetu usituache, endelea kutuombea kwa maombezi yake. Mama yetu usituache, tuombee na tuombee kabisa. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Mungu azidi kuwalinda taifa lake Mwenyezi Mungu. Ni Fadhaga. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawatakieni Jumapili njema.